Tumsifu Yesu Kristo. Sina hakika na wanakwaya, lakini nafahamu pia wanakwaya wote, aidha mnamfahamu Paulina au mnamfahamu Dominic, si ndio? Tunatoka nao huku pamoja, si ndio? Kwa hivyo karibu wote tumefika hapa aidha kwa ajili ya Dominicus au kwa ajili ya Paulina, na matashi yetu mema tunawaombea hawa Dominicus na Paulina waendeleze furaha ambayo tunayo leo kwa miaka mingi ijayo. Mama mmoja pata kusimulia kwamba alikuwa na miaka 25 ya ndoa yeye na mwenza wake, na ndani ya miaka 25 hiyo ilipofika miaka 25 kabla ya kufanya maadhimisho hayo ya jubilei, kwa miaka kadhaa nyuma walikuwa hawaongei na walikuwa hapo nyumba moja, sababu walikuwa na ugomvi na hakuna ambaye alikuwa amekubali kushuka. Baadaye wakajishauri watafanyaje maadhimisho ya miaka 25 ili hali hawaongei. Yaani watamshukuruje Mwenyezi Mungu kwa jubilei ili hali hawazungumzi wao wenyewe. Kwa baadaye wakaenda katika mashauri, wakaamua kwenda katika mashauri ili wajiandae kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 25. Na padre ambaye alikuwa amewapa mashauri aliwafunulia kwamba walipofikia hapo ilikuwa ni changamoto ya kipekee ya kwao iliyotokana na sababu mbili. Sababu ya kwanza ni uamuzi wao wa kukata mawasiliano ndani ya nyumba, lakini mzizi wa sababu hii ya kwanza ni ile changamoto au shida ya kiburi cha kila mmojawapo ndani mwao. Kwa hivyo kiburi chao baada ya kuitarifiana kwao ilikuwa ndio sababu, ndio mzizi na ndio chemchemu ya mahangaiko yote ambayo waliyapitia hata kufikia hatua ya kufungiana milango. Kwa hivyo tunaanza kuwaambia Paulina na Dominicus, Mungu awajalie sumu ya kiburi isiingie ndani mwenu, hasa nyakati za mafanikio. Sababu sumu ya kiburi kiingia ndani mwenu, kila mmoja atajichukulia mamlaka ya kuwa na haki, na anguko la pili litakuwa ni kukata mawasiliano. Adamu na Hawa waliingia kwenye kiburi kutaka kufanana na Mwenyezi Mungu, na anguko lao la pili ilikuwa ni kumkimbia Mungu asimsikie, si ndio jamani? Yaani kukata mawasiliano na Mwenyezi Mungu, na ndio hapo wakapatwa na adhabu, yaani magumu mengi yakaja katika maisha yao. Wazee wale wawili magumu mengi yalikuja katika maisha yao kwa sababu walianguka katika maanguko hayo mawili, anguko la kiburi na anguko la kukata mawasiliano baina yao. Kwa Mungu awajalie msiingie katika mtego huo wa ibilisi muovu shetani. Somo la Injili lina sadifu ambacho limesoma katika somo la kwanza, nguvu ya kupokeana kwa ndugu mke na ndugu mume katika namna ya kusitiriana, yani kuheshimiana, tumaliza somo la pili vile, na kupendana, kwamba mume kamwe asipungue upendo kwa mke wake. Na mwandishi ametumia neno zuri kabisa pale mwishoni alipomaliza, anasema na mke naye asichoke kumstahi mume wake. Maana yake kumsitiri mume wake, kuyatunza moyoni yale ya mume wake, ndio kumpokea katika madhaifu hayo. Sasa namna hiyo ndiyo Yesu anasema ndiyo ishara ya amri yake ya mapendo, kwa sababu katika upendo imefikia hatua ya kwamba ndugu hawa si bwana na mjakazi, tumeenda kuomba pia, bali wanakuwa ni rafiki. Siku moja nilikutana na mama mmoja parokia fulani hapa Dar es Salaam. Ninawafahamu hiyo familia, na baadaye nikaenda kumsalimia. Mume wake hakuwepo wakati huo, yeye alikuwa anawasha gari anakimbia kwenda nyumbani. Nikamwambia mzee yuko wapi? Akasema mzee yupo nyumbani, sasa hivi changamoto yake ni kutaka kila mara kuniona mimi, kwa sababu mimi na yeye sasa hivi ni marafiki wakubwa sana, ni marafiki wakubwa sana.
Akasema neno la pili, yule mama akasema, huwa ninawaambia vijana wanaoingia katika ndoa kwamba mwenzi wake ampokee kwanza kama rafiki yake. Akiwa rafiki yake atakuwa huru kwake, na akiwa huru kwake watakubaliana katika magumu na katika furaha watapokezana. Yesu anasema pia, siwaiti tena ninyi watumwa, bali nawaita rafiki, kwa sababu rafiki hakuna asiyekujua juu ya rafiki yake mwingine. Kwa neno letu la pili, Dominicus na Paulina, tunajua mlikuwa marafiki na tunajua mpaka sasa hivi ni marafiki. Tunaombea muendelee kuwa marafiki bora zaidi baada ya viapo vyenu siku hii ya leo, sababu marafiki wanajuana katika hali, marafiki wasitiriana pia katika mali. Mungu akoreze urafiki wenu ndani mwenu. Yesu huyu anayetoa amri mpya na kutufundisha fumbo hili la urafiki katika kushirikishana, alianza jambo hili ndani ya familia yake. Wengi wetu tumeuona ama tunaona taswira na picha za moyo mtakatifu wa Yesu, na tunafahamu wengi wetu alama za moyo mtakatifu wa Yesu. Tena alama nyingine, alama ya pekee iliyopo katika moyo mtakatifu wa Yesu ni kumetameta kwa moto pale juu ya ule moyo, si ndio jamani? Unaona kuna moto unawaka pale juu. Ndio namna hiyo hiyo pia ipo katika moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Ukiangalia picha ya moyo safi wa mama yetu Bikira Maria, na wenyewe pia unametameta moto pale juu. Ni namna hiyo hiyo pia ipo katika moyo wa Mtakatifu Yosefu. Tunasema moyo safi wa Mtakatifu Yosefu. Moyo wa Mtakatifu Yosefu pia na wenyewe una mwanga unaowaka pale juu. Lakini mioyo hii yote ina alama nyingine za ziada. Sasa tuanze kukumbushana. Nini hapa Msimbazi mlisali kesha la Pasaka, si ndio jamani? Moto bado unawashwa pale pale au unawashwa sehemu nyingine siku hizi? Pale pale mbele ya mlango, Na baada ya kuwasha moto pale ukawashwa huu mshumaa wa Pasaka. Na kisha kufika mlangoni, padre alipotangaza mwanga wa Kristo, wote mkawasha mishumaa yenu kutoka katika mshumaa. Huu mshumaa ulipungua moto wake baada ya kuwasha mishumaa mingine? Ulizimika? Hapana, haukuzimika wala haukupungua moto wake. Ni katika lugha hiyo ndiyo Yesu pia ameshirikisha moto wake wa mapendo kwa wazazi wake, lakini upendo wake ulibaki kuwa imara vile vile, wala haukupungua wala haukutetereka, ila ameongeza, amekoreza na amewasha moto wa mapendo kwa wazazi wake, Mtakatifu Yosefu na mama yetu Bikira Maria. Katika mantiki hiyo tunajifunza, tunakumbushwa namna bora ya kuishi amri ya Kristo ya kushirikisha wengine aliyo ndani mwetu. Hayapunguzi ubora wetu, hayapunguzi karama zetu, hayapunguzi vipawa vyetu tulivyopewa, haipunguzi upendo wetu, isipokuwa tunachochea upendo pia ndani ya huyo mwingine ambaye kwayo anatuzunguka. Hivyo Dominicus, namna yako ya kumpenda sana na kumpenda zaidi Paulina haipunguzi nguvu yako ya upendo ndani mwako, isipokuwa inaendelea kuuboresha. Na Paulo pia, nguvu yako ya kumpenda zaidi Dominicus baada ya maagano haya ya leo kamwe hayatopunguza hicho kipawa chako, hiyo fadhila yako, hiyo tunu yako ya upendo ndani mwako, isipokuwa itaendelea kuboresha ndani mwako. Isipokuwa kuna njia za kufuata na kanuni za kutumia ili kuendelea kulinda hiyo nguvu ya moto wa mapendo ndani mwenu na ndani mwetu pia sisi sote. Katika moyo safi wa mama yetu Bikira Maria, mara kadhaa tunakuta alama ya kisu ikiuchoma ule moyo toka upande mmoja kutokea upande mwingine. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba mama yetu Bikira Maria kwenye kupokea pendo la Mwenyezi Mungu alikutana na magumu na mahangaiko mengi.
wakati fulani hata kukatisha tamaa, lakini kwa vile alisikia neno la Mungu, akalipokea neno la Mungu ndani mwake, akakubali kutimiza mpango wa Mungu, daima alidumu katika njia ya kushika amri ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kutupenda sisi wanadamu na kumpenda Mwenyezi Mungu. Paulo, yawezekana katika upendo wako utakao ukoleza kwa Dominikus, kuna nyakati za kutobolewa moyo wako, kuna nyakati za majaribu, kuna nyakati za mahangaiko. Kanuni ni hiyo hiyo. Umesikiliza neno la Mwenyezi Mungu, umekata shauri ya kuishi pamoja na Dominikus. Omba Mwenyezi Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe, nawe uwe pamoja na Mwenyezi Mungu, ili usilegelege wala usirudi nyuma katika safari ya maisha yako. Mwenyezi Mungu na akusaidie. Mtakatifu Yosefu, moyo wake hauoneshi kutobolewa sehemu yoyote, lakini unaambatanishwa na ile bakora yake yenye maua yanayochanua. Bakora, fimbo, ni ishara ya uongozi, ni ishara ya mamlaka, ni ishara ya madaraka. Musa alipopewa mamlaka katika fimbo yake na Mwenyezi Mungu ya kuwaongoza watu kutoka utumwani kuelekea nchi ya ahadi, kuna nyakati zilifika alikata tamaa, hadi akaongea lugha chafu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna wakati akamwambia Mungu, kwani mimi ndiye ambaye, kumradhi, ashukumu si matusi, mimi ndiye ambaye nimetungisha mimba watoto hawa wote wakazaliwa? Mimi nina nini na hawa? Kwa nini niteseke juu yao? Bora niwaache tu waende kadiri ya njia yao, maana nikiwaelekeza hawanielewi. Mungu anamwambia, huo ndio wajibu wako niliokupatia, hilo ndio jukumu lako nililokupatia, ni lazima ulitekeleze kadiri ya neno langu. Yosefu kila mara alifanya maamuzi magumu kwa kulisikiliza neno la Mwenyezi Mungu, kulielewa neno la Mwenyezi Mungu, au hata kutokuelewa neno la Mwenyezi Mungu, kulitekeleza neno la Mwenyezi Mungu. Anaambiwa mchukue mtoto na mama, kimbilieni Misri. Yosefu anawachukua, anakimbilia Misri. Anaambiwa ujauzito huu ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Hata kama haelewi, anapokea mpango wa Mwenyezi Mungu na anaamua kumstahi mama ndani ya familia. Kila kilichokuwa kinatokea alikuwa anaambiwa na Mwenyezi Mungu, naye alisikia neno la Mwenyezi Mungu, akatekeleza mpango wa Mungu, akatujalia zawadi ya familia takatifu. Tunakuombea Dominikus, bakora ambayo unaichukua leo katika dhamana ya kuongoza familia unayokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, daima usiwe mvivu kulisikia neno la Mungu. Hata wakati ambapo ulielewe linataka nini neno la Mwenyezi Mungu, litekeleze neno la Mungu katika maisha yako. Wewe mwenyewe leo umesoma somo kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, si ndio? Sasa somo hilo tumie pia kama kanuni maisha ya kweli. Kila mara mlisome pamoja, kila mara ikiwezekana mlitafakari pamoja, liwe dira ya kuwaongoza. Mama Maria alisikia neno akatekeleza neno, Yosefu alisikia neno akatekeleza neno. Na tunaomba pia neno letu la tatu, Dominikus na Paulina, Paulina na Dominikus, katika familia yenu mjenge utamaduni wa kulisikiliza neno la Mwenyezi Mungu na mlitekeleze neno la Mwenyezi Mungu, hasa nyakati za mahangaiko, mashaka na nyakati za sintofahamu. Ninyi ni wanadamu, hamna kinga ya kuumizwa ama kuumizana. Ninyi ni wanadamu, hamna kinga ya kutokusikia maneno yatokayo nje ya familia yenu, ambayo wakati fulani yanaweza kayumbisha mahusiano yenu. Lakini ikiwa kama ni marafiki, daima marafiki hawafichani. Kwani wanakwaya, marafiki wanashirikishana ubuyu au wanafichana ubuyu? Eti wanakwaya, marafiki wanashirikishana ubuyu au wanafichana ubuyu? Kwa hiyo Paulo, ukisikia ubuyu kuhusu Domi, mwambie rafiki yangu, nina ubuyu leo. Una nafasi unayo kaba? Unauliza, kaa nikumwagie ubuyu. Kwa hiyo ukimsimulia kama ubuyu uliousikia, naye ataupokea kama ubuyu aliyousikia, na pengine atakupa ufafanuzi juu ya ubuyu uliousikia. Lakini ukilipokea kama story ya hadithi ya majanga na mahangaiko ndani mwako, na ukalileta kwake katika mantiki hiyo hiyo, naye anataka pia kujilinda ama kujitetea, hapo kutakuwa tena hakuna urafiki,
bali ni bwana na mtwana, mtu na kijakazi wake. Hivyo hivyo pia Domi, kuna wakati fulani yawezekana sauti za nje zikavuma zaidi juu ya familia yako, juu ya ndoa yako, juu ya mke wako, basi umshirikishe huo ubuyu, umwambie nimesikia ubuyu. Kwenye mawasiliano kunafifisha kiburi. Tusipokuwa na mawasiliano kunachipusha kiburi, kwamba mbona hivi na kwa nini hivi, mbona vile na kwa nini vile. Mwisho utasema wewe hunijui, naye akasema kumbe mimi hujanijua zaidi, hukunijua vizuri. Yaani Domi ukisema kumbe wewe hunijui, Paulo atasema na wewe pia kumbe hukunijua vizuri. Yanachotokea mwishoni ndiyo ile miaka 25 ya jubilei, lakini ndani ni vururu farara. Mwenyezi Mungu ajalie heri ya baraka katika maagano mnayokwenda kufanya hivi punde. Atunze viapo vyenu, nanyi pia mtunze viapo vyenu mnaofunga katika maagano hayo mbele yake, ili baada ya miaka 25 muendelee kuwa baraka kwa watu hawa waliopo hapa leo na kwa ambao watakuja pia katika maisha yenu. Kwa huyu Mungu na Mungu tu tumpelekee sifa na utukufu sasa na hata milele. Tumsifu Yesu Kristo.